wamewalipa. Kwa hiyo unaiona zaidi kwamba ni moja kati ya timu ambayo unawapa pongezi za kutosha zaidi, kwa sababu wachezaji ambao kimsingi waliowasajili wameweza kuwalipa kwa asilimia 100. Na ndio maana hata unawatazama katika wachezaji wengine hawa ambao wamewasajili, hawajasajili wachezaji wengi, una imani kwa asilimia kubwa zaidi nao pia vile vile watakwenda una imani kwa asilimia kubwa zaidi kwamba watakwenda kufanya nini, watakwenda kuwalipa, kwa sababu ile kete ambayo waliisukuma kwenye dirisha dogo la usajili ndio ambayo pia vile vile kwenye dirisha kubwa wameisukuma. Sasa tunasema kwenye dirisha kubwa tunasema hivi kwamba kama una uhakika ya kwamba unahitaji kuongeza nguvu kwenye timu yako, kama timu yako ilisha kuwa bora na bado unaamini kabisa kwamba unahitaji zaidi kuendelea kuiboresha, maana yake kwa asilimia kubwa unasema unaongeza vitu vidogo tu kwenye kikosi, unaongeza wachezaji watatu, kuongeza nguvu katika maeneo muhimu ili kuhakikisha kwamba unakwenda kupata kitu kikubwa na kizuri zaidi. Kwangu mimi bado binafsi, ukiangalia kwa upande wa Simba, aina ya usajili ambao moja kwa moja umekuwa kiufanya, tunasema ni usajili wa kuweza kuongeza nguvu zaidi kwenye kikosi chao. Hakuna usajili ambao Simba umeufanya unasema wa kwenda kujaza namba za watu. Hapana, wewe muangalie Nathanieli, maana yake unasema anaenda kuongeza nguvu. Leo una Shomari Kapombe, akiumia Shomari Kapombe unabaki na David Kameta Duchu peke yake, si ndio? Akija kuumia David Kameta Duchu, maana yake eneo litakuwa liko empty, maana yake lazima upate mtu. Ndio maana kuna Nathanieli Chilambo. Eneo la kiungo maana yake una Yusuf Kagoma, si ndio? Lakini pia vile vile Ibrahim Jaba. Unahitaji mtu akiumia mmoja hapo, nini kile ambacho kinaweza katokea? Maana yake una Kelvin Naftal. Kule mbele kwenye eneo la ushambuliaji inaenda kumpa option ya kutosha mwalimu, kwa sababu uwepo wa Kereso, uwepo wa Libase, uwepo wa Adeseura, uwepo wa Mpanzu, uwepo wa Inos Loemba, maana yake unakwenda kumfanya kocha kuwa na machaguzi mengine. Naposema kuwa na machaguzi mengine, kwa maana ya kwamba yeye atakuwa anaamua kwenye mechi, anaweza akasema bwana, mechi hii nataka nitumie forcing number 9, na anaweza akafanya hivyo na ikaenda kumlipa zaidi, kwa sababu hata tukiangalia msimu 2025-26 amekuwa akitumia forcing number 9 na imeenda kumlipa kwa asilimia kubwa zaidi, kwa maana alikuwa anamtumia sana Elie Mpanzu Kibisawala kama forcing number 9 na imemlipa. Hali kadhalika pia vile vile unajaribu kutazama, ana uwezo kumtumia pia mtu kama Aneseura kusimama kama forcing number 9, na pia vile vile ikaenda kumlipa. Kwa hiyo amekuwa na uhakika huo ya kwamba kila mchezaji ambaye anaweza akamtumia kama forcing number 9 amefanikiwa zaidi kuweza kumlipa. Kwa hiyo unategemea sasa hata kwa mtu kama Keleso Makagalwa anaweza pia akatumika kama forcing number 9. Kocha anaweza akasema bwana, mimi nataka nikutumie kama kocha anaweza akasema na mimi nataka nikutumie kama forcing number 9 kwenye kikosi changu, na pia vile vile anaweza akamlipa, kwa sababu hata ukimwangalia Kereso Makagalwa ni moja kati ya wachezaji ambao licha kwamba ni ngumu sana kuweza kumuona akicheza kama namba 9 fulani hivi, lakini unamuona kabisa ni mtu ambaye anacheza kitokea pembeni. Kwa hiyo unaweza kumfanya Elie Mpanzu Kibisawala ambaye anazoeka kucheza kama anazoeka kucheza kama nani, kama namba 7, unaweza sasa ukamhamishia majukumu kumpeleka kucheza kama namba 9, kwa sababu umemwona amekuwa akitumika kama forcing number 9. Kwa kocha anaweza akafanya jambo hilo, kumtumia kama forcing number 9 na akaenda kumpatia matokeo mazuri zaidi. Kuna YouTube la Kalaka Daniel anasema jambo jema Simba. Fundi anasema Tadei wewe ni mkweli, anasema mimi nakupa hongera blaza, anasema mimi kitu tulichoongea kimeenda tofauti blaza. Tadei anasema na kusifu sana huko tofauti, shukrani sana. Athumani anasema Kereso amefunga mabao mangapi alikotoka kaka? Haya bwana sawa, lakini lazima watu waelewe Kereso sio mshambuli, sio namba 9. Sijui unaeleweka vizuri. Yaani Kereso Makagalwa sio namba 9. Maana yake hapo inabidi watu waweze kuelewa na kutofautisha kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kereso Makagalwa yeye anacheza 7, anacheza namba 11. Yaani kwa lugha nyepesi unasema Kereso Makagalwa yeye ni winga. Sijui unaeleweka vizuri. Yaani Kereso Makagalwa yeye ni winga. Maana yake anacheza namba Kereso Makagalwa anacheza namba 7 na anacheza namba 11. Ni kama unavomuona mtu kama Libasegeye, ni kama unavomuona anavocheza Aneseura, ni kama unavomuona mtu kama Elie Mpanzu Elie Mpanzu Kibisawala, ni kama vile ambavyo unavomuona mtu kama nani, ni kama vile ambavyo unamuona kama Inos Jospin Loemba. Kwa ndo kama unavomuona Kereso. Lakini sasa kwenye namba 9 anasimama namba 9 ni Ibrahim Jaba, ambao kwa ni Ibrahim Dumbia, ambao Ibrahim Dumbia ndo una uwezo sasa ukamention ukasema bwana,
Kwa huyu Ibrahim Dumbia ndo hapo unaweza kusema alikotoka kafunga goli ngapi, lakini mara nyingi sana hawa mawinga kazi yao kubwa zaidi inakuaga ni kutengeneza sana, lakini pia vile vile sio kutengeneza tu, ana uwezo pia wa kukusaidia kwa asilimia